Nikukaribisha mpenzi mtazamaji wetu wa Global Vibes TV. Tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya, unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini, katika jiji la Baraka. Hapa ni kujuze tu mpenzi mtazamaji, katika maeneo ya milimani huko Rugezi, mnamo tarehe 8 za mwezi huu wa 6 mwaka wa 2025, ambako mapambano makali yameweza kusikika katika maeneo ya Rugezi, ambako ni kijiji ambacho kimekaliwa na wazalendo ambao wanaopigania nchi yao ili isipate kuvamiwa na wanyang'anyi ambao ni wa M23. Baadhi ya Wakristo ambao walikuwa wamesherekea siku ya Pentecost, ambayo walikuwa katika mkutano wao, lakini wamenusurika kwa bahati yao, kwa Mungu ameweza kuwasaidia, wameweza kunusurika katika mtego huo ambao waasi wa M23 waitoa kwa Ngomino na wengine Red Sabara ambao wameweza kujiunga na M23 walitaka kushambulia baadhi ya Wakristo ambao walikuwa wakishiriki katika ibada za hapo jana katika sherehe ya Pentecost. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, utakwenda kujisikilia mwenyewe kwa kundi hili la FABB ambalo linaitwa Bishake Bishambuki wameweza kupambana na kuweza kufukuza adui. Kwa hiyo upate kujisikilia mwenyewe kile ambacho jemedali huyo amekwenda kusema za waandishi wa habari. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, upate kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba ubonyeze alama ya subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment na kushare na kulike. Na pamoja mimi ni mtangazaji wako, naitwa kwa jina la Jacob Daniel Pascal, na kutangazia ndani ya Global Vibes TV. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, tujiunge moja kwa moja na jemedali huyu ambaye ameweza kusema 1 2 3 kuhusiana na waasi wa Ngomino Twirwaneho ambao wamejiunga na M23 kwa mbinu zao ambao walizotaka kuweza kushambulia kanisa ambalo lilikuwa limejumuika hapo jana katika ibada ya Pentecost. Tumsikilize. Jambo sana bwana mtangazaji, na tunafurahi kuwasiliana nawe muda kama na huu. Kwa taarifa za hivi, hali ya hewa iko namna gani huko milimani ambako mnapatikana kwa sasa? Bila shaka bwana mtangazaji, ni kwamba asubuhi ya Jumapili Juni 8 mwaka wa 2025, Wakristo ambao walikuwa tayari makanisani wakisherekea sikukuu ya Pentecoste waliweza kuletwa na shambulizi ambalo lilitayarishwa na waasi wa M23 wanaoshirikiana na waasi wa Burundi Red Tabara wakiungwa mkono na jeshi la Rwanda. Hapo ndipo wazalendo wa FABB, kundi linaloongozwa na Luteni Jemadari Delphin Kalembo Mazito, waliweza kuingilia kati ili kuweza kunusuru maisha ya raia ambao walikuwa wanalengwa na waasi wa M23. Kuanzia hapo asubuhi ya mida ya saa 2, mapambano makali yaliweza kuanzishwa katika tushabaha ya kulinda usalama wa raia na mali yake. Ndio, na tukibaki hapo bwana msemaji wa Biloze Bishambuke, nyinyi mmegundua ama mmefahamu namna gani kwamba waasi hao wa M23 Twirwaneho walikuwa wakipanga mpango huo wa kushambulia Wakristo hao? Mmejua namna gani na ilikuwa kwenye kijiji gani? Bwana mtangazaji, shambulizi liliendeshwa kwenye kijiji cha Rugezi. Waasi wa M23 walikuwa wanaelekea eneo ambamo Wakristo walikuwa wanakusanyika kwenye mkutano hii Jumapili ya tarehe 8 Juni mwaka wa 2025. Ndipo wazalendo waliona mlolongo mkubwa wa watu wenye kumiliki silaha wakijielekeza nafasi ambapo Wakristo wanakusanyika. Walipochunguza kwa undani, waligundua kwamba ni nafasi ambapo kunapatikana Wakristo katika shabaha ya kutaka kumalizia maisha na kuweza kuvuruga mkutano ambao walikuwa wakiuendesha. Sasa kwa wakati huu ama matokeo ilikuwa namna gani? Mambo yaliendeka namna gani, na baada ya hiyo shambulizi Wakristo wamejikuta kuwa aje? Bila shaka bwana, mapambano kuanzishwa, wanajeshi wa FABB walifaulu
wakarudisha nyuma waasi wa M23 ambao walikuwa wanawalenga Wakristo waliokuwa kanisani. Mapambano iliendeshwa kuanzia saa 2 hadi saa 6. Ikasitishwa kwanza, Watusi waliweza kukimbia, lakini ilipofika saa 10 waasi walirudi tena katika hali ya kutamani kulenga maeneo ambamo raia wasio na hatia wanafichama, kwa sababu nyumba zao ziliweza kuunguzwa wakati wa mapambano na wakati waasi waliweza kuunguza zile nyumba. Kwa sasa mapambano bado yanaendelea, wakati ambapo jeshi la CPLC Barkhane linajikamilisha kabisa mbinu mbalimbali ya kutaka kuwarudisha waasi nyuma. Na asubuhi matokeo ilikuwa kwamba waasi 5 waliweza kufariki, 7 waliweza kuumizwa, na silaha ya rasharasha inayoitwa AK-47, silaha 6 za waasi ziliweza kuogotwa. Na mpaka sasa mapambano yanaendelea na raia wanaendelea kukaa nafasi ambapo wanalindwa vizuri ili kwamba wasiweze kukabiliwa na shambulizi la waasi. Labda matokeo, tumesikia umetoa matokeo upande wa waasi, upande wa nyinyi wa FABB yalikuwa namna gani? Bila shaka bwana mtangazaji, ni kwamba kuna vijana wetu wawili ambao waliweza kuumizwa na maumivu yao si makali sana, wanaendelea kupata matunzo kwenye vituo vya kwenye watu wenye mioyo mwema, kwa sababu vituo vya afya vya maeneo hayo yote viliweza kushambuliwa na waasi na viliweza kupunguzwa waganga kwa sababu ya kuhofia usalama wao. Wengi wao waliweza kukimbia na kwa sasa wanapatikana wamoja hapo Mkera na wengine kwenye kijiji cha Fizi Seta, ambapo wanahisi kwamba katika hali ya usalama. Kwa nini mapambano mara kwa mara kwenye kijiji hicho cha Rugezi yapata kama wiki 2 tu hivi ama juma moja? Tumeshuhudia vile vile mmepambana na waasi wa M23 Twirwaneho kwenye kijiji hicho. Nini inakuwa kwenye kijiji hicho ili kwamba mapambano hayo yanaripotiwa siku baada ya siku? Bwana mtangazaji, acha nikumbushe kwamba mapambano hayo itakwisha wakati ambapo waasi wafuta kichwani mwao mbinu za kutaka kuangamiza raia wasiokuwa na hatia. CPLC Barkhane Biloze Bishambuke, kundi linaloongozwa kijeshi naye Luteni Jemadari Derin Kalembe Ngomzito, wana shabaha moja tu ya kulinda usalama wa raia na mali yake. Pia kulinda nchi ya Kongo isiweze kuvamiwa na waasi, pia kulinda nchi ya Kongo isiweze kunyanganywa na nchi za kigeni ambazo zina mbinu ya kupenda kunyanganya nchi hiyo. Sasa wakati unakuta kwamba waasi wanakuja na nia ya kuumiza raia, CPLC Barkhane ina nia ya kulinda raia mpaka kuwe mapambano, kwa sababu kundi hizo mbili zina shabaha mbili tofauti ambazo siku moja wawezi wakatembelea kwa kusudi moja. Tunakutakia mafanikio mema na tunasema tena basi jioni njema, ilicha ya kwamba umesema kwamba mapambano mpaka sasa yanaendelea. Basi bwana Engineer na Mubamba, msemaji wa kundi la Biloze Bishambuke ambayo inaongozwa naye Jemadari Delfe Kalembe Ngomanzito, tunakutakia mafanikio mema tena. Tunashukuru bwana mtangazaji. Wito ni kwamba serikali iangalie namna gani itawashughulikia wahamiaji ambao kwa sasa wengi wao wanaishi porini bila msaada wowote, na huku usalama ukiendelea kuzorota siku baada ya siku. Tunashukuru bwana mtangazaji, nasi pia tunawatakia jioni. Nashukuru.